Tukio hili limetokea tarehe mosi Aprili 2026 ambapo hali ya sintofahamu imejitokeza wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro baada ya kikao cha hadhara cha wananchi wa kijiji cha Lang'ata Bora wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro kilichotarajiwa kufanyika siku ya Jumatano saa 8 mchana kiliahirishwa ghafla mara baada ya wananchi kufikishiwa taarifa kwamba mkuu wa wilaya ya Mwanga Bi Rukia Zuberi amepiga marufuku wananchi kukusanyika na kujadili suala la mgogoro wa ardhi na serikali baada ya kusikia miongoni mwa ajenda zilizopangwa kujadiliwa na wananchi hao ni kuhusiana na mgogoro wa ardhi uliopo kati ya wanakijiji hao na taasisi moja wapo ya jeshi ambayo imeweka mipaka katika maeneo ya kijiji chao, maeneo yaliyokuwa yakitegemewa sana kwa ajili ya malisho ya mifugo. Zuio hilo limetolewa na mkuu wa wilaya hiyo mara baada ya kusikia kuwa waandishi wa habari watafika kwenye mkutano huo na kuripoti mgogoro huo. Huyu ni mmojawapo ya wananchi wa eneo hilo hapa akiongea kwa njia ya simu na waandishi wa habari waliokuwa njiani kwenda kwenye eneo hilo la tukio, akiwatahadharisha wasifike katika kijiji hicho kwa kuwa polisi tayari wameshasambazwa kuwazuia. Ngoja nikupigie ufahamu mazingira hayo yamekuwa mazito hapa. Kwa wilaya ndo wanasema atakamata waandishi wote watakapopo hapa. Yoyote atakaye kuja hapa na atakayeongea na mtu yoyote na huyo atakayeongea. Kwani waandishi wa habari kuripoti habari ya malalamiko ya mgogoro ya wanakijiji wanazuiliwa? Sasa amekataa, amesema tusite, amekataa kabisa, akasema sitaki kusikia hicho kitu, na yoyote atakayezungumza katika hicho kijiji tutamkamata, atakwenda kujieleza kwamba serikali imeshindwa nini. Kwa ujasiri bila kuhofia katazo hilo, waandishi walienda kwenye kijiji kingine ambacho ni cha Lang'ata Bora kwa ajili ya kuanza kutekeleza majukumu yao ya kuuliza ikiwa kuna mgogoro huo wa ardhi. Kwa kuogopa kukamatwa, viongozi wa kijiji bila kutaja majina na vyeo na kuomba kutorekodiwa picha, wameelezea chanzo cha mgogoro wao na taasisi ya jeshi iliyoweka mipaka kwenye maeneo yao kama hapa wanavyoeleza. Mbunge, mkuu wa wilaya na halmashauri kwa ujumla niseme walikuja na wanajeshi kutoka Dodoma kama 5 hivi kusema kwamba wanahitaji kuchukua maeneo na ukanda huo Lang'ata Kagongo na Lang'ata Bora kwa ajili ya matumizi ya jeshi. Na katika mazungumzo ambayo tulikuwa tumezungumza pale, walikuwa wanahitaji ekari 2,000. Yaani Lang'ata Kagongo 1,000 na Lang'ata Bora, na maeneo walishaelekeza ukikata hii barabara kama unapita barabara hii kuna vibao viko pale njiani. Eneo hili watachukua mbala upande wa Kagongo na kuvuka drift lile, kwenye drift kama mmetokea Bora. Na drift liko pale. Eneo pale juu watachukua. Kwa hiyo 1,000 kule 1,000. Baada ya mazungumzo tukakabidhiwa barua ambayo imetoka kwa rasi. Inaagiza kwamba hao wanachukua maeneo. Lakini hatukaa kikao. Tumeitiwa kule polini kule. Tunapewa maelekezo. Na kule mliitwa watu viongozi au wananchi? Tuliitwa viongozi. Mwenyekiti wa kijiji, wenyeviti wa vijiji vyote viwili na diwani na watendaji wa vijiji. Tulipofika kule wakawa wamesema nachukua ekari hizo. Lakini tulipokuja kueleza wananchi hawakuwa na maneno kuhusiana na hizo ekari 1,000 au 1,000. Awamu ya pili tuliitwa tena kule polini huko. Walikuja askari waliongezeka tena wakawa kama 10 na mwenyeji wao wote kama nilivyozungumza awali. Na wanavyoita nini katika namna gani? Kwa nini hawaji wanasema kwamba sisi kwanza hatuna haja kukaa kikao na mtu. Maelekezo amri. Lakini la pili sisi tumewaita ili mshuhudie maeneo tunayochukua. Ili mkawaeleze wananchi wenu kwamba tunahitaji mjadala. Hatujawaita kwamba tujadiliane kwamba tunaomba, ingekuwa kwamba tungekuja. Sasa baadaye sisi tumeondoka huku nyuma wakabadilisha mwelekeo sasa. Wakarusha na drone zao, wakachora michoro, wamebadilisha sasa matumizi na kusema wanayohitaji kuchukua.
Na wakati ule mnasema hizo documents zilikuwa zinaonyesha hizo hekta 2000 ama walikopo tu wanawapa sehemu na saini bila kusoma yale? Hakuna sehemu zile saini. Okay, mnaongea tu mnaondoka. Mnaongezi tu. Ya kuongea na kuondoka. Wakarushe. Sasa siku ya mwisho wanakuja, wao walipojitambulisha, mkubwa wao alisema kwamba mimi ni mpimaji wa ardhi za jeshi Tanzania nzima. Alikuja na askari kama wawili na mwenyewe watatu, na Migambo amekuja na beacon. Kwa hiyo tumewaita hapa kijiji cha Kagongo, mtaenda na huyu na beacon hii. Kijiji cha Tabora mtaenda na huyu na beacon hii. Hakuna. Sasa tunaendaje? Naambia hapa kuna siasa. Tumesema muende mkashuhudie. Tukaenda. Sasa mabadiliko yanayofanyika ni ekari karibu 6,000 upande mmoja na huko 12,000. Yaani wameanzia mwanzo wa mipaka wa kijiji kingine huko mpaka mwisho wa, yani kijiji hiki cha Kagongo na kijiji cha Bora kimeunganishwa. Kuna kijiji kingine kule mbele kinaitwa Andeni, ndio mwisho kule. Hiyo 2000 ngapi? 2025. Kwa ni miaka 5. Baada hapo mkaanza kuambia mbona tulikubaliana 2000? Mbona tulikubaliana ekari 1000? Tukaanza kufuatilia. Tumeenda kwa mkuu kwa mwenyekiti wa chama wilaya. Lakini juzi tulikutana katibu mkuu wa wilaya, wenye viti wote, kila mtu anazungumza changamoto zake. Mimi nilizungumza moja ya changamoto ni hiyo ya kuhusiana na ardhi iliyochukuliwa na jeshi, ambayo sasa yani imekaribia kule kwenye nyumba hizo. Imesogea tumesogea ni ya mwisho kwa. Hizo bado zinaweka sasa hivi zilikuwa tangu. Hizo hazikuwepo. Wameweka mwaka gani? Mwaka jana hizo. Baada ya kurudi awamu ya pili sasa. Kwa hiyo sasa kwa hiyo sasa tukazungumza hizo changamoto na mkuu wa wilaya akasema anazishughulikia. Kumbe kulikuwa na waziri mkuu anapita. Sijapata mawasiliano uzuri, katibu tarafa amekuja, sijajua kwamba ana issue gani. Huyo hapo. Kwa hiyo kikubwa ambacho nyinyi mnakihitaji ni nini? Eneo lenu warudi kwenye makubaliano ya awali ambayo yalikuwa hayana shida, ama hizi hekari 4000 zilizoongezeka mpewe fidia? Sisi tulikuwa tunahitaji turudi kwenye makubaliano ya awali. Hekari 1000 huko 1000 kule. Kwa hiyo baada ya kuja kufika pale ndo akatuambia sasa waambieni wananchi wenu. Maana huko watu wanataka kuni, ambia hizo shughuli za kuni, ambia waache. Basi mtu atakula kuni kama mua. Mpaka uishi. Kwa hiyo wakatuambia pia tunajua tuna wafikiaji. Kwa kipindi ambacho situpo kule, hichi kipindi ambacho tu waambie wasiingie. Maana sisi hatujaja kuua watu. Kuna vitu vyetu tumeweka huko, sio katokea ukasikia mtu hapo, maana mtu kaanza tunaweza. Kwa hiyo waambie tu wafugaji wasiingie. Sasa na eneo ambalo wamelichukua kiukweli wafugaji ni changamoto kubwa sana. Ndio kwa tegemea. Wana maboma kule, unajua Wamasai wanataka polisi. Wana maboma yao huko ndani ambapo wamechukua eneo hili. Huko wanatakiwa waondoke. Wanatakiwa waondoke. Mkuu wilaya kwa nini yani huwa anafanya vikao vya viongozi na kama anafanya analijua hili swala, yeye anazungumza mkuu wilaya kama yani kiuhalisia mkuu wilaya kama analitoa kazi yake, yani kama anahisi hana uwezo nalo. Unajua sisi tunapokimbilia kwa mkuu wilaya tunaamini kabisa kwamba ni mahali ambapo anaweza kusaidia. Sasa unafika mahali ambapo kuna msaada ndio mtu anakatika, yani anakimbia hivi. Natoa ushirikiano. Sijapata mawasiliano uzuri, katibu tarafa amekuja, sijajua kwamba ana issue gani. Huyo hapo. Katikati ya maongezi, afisa tarafa alifika na kusitisha mahojiano hayo na waende ofisini kwake mara moja. Baada ya kuingia ndani, akawaelekeza kuwa ni maelekezo ya mkuu wa wilaya
ya Mwanga Birukia kuwa hatakiwi mwananchi yeyote kutoa ushirikiano wowote kwa waandishi wa habari, na atakayetoa atakamatwa, na waandishi wa habari hao wanatafutwa na jeshi la polisi ili awakamate na wanasakwa huko kijiji cha Kagongo, na wakikamatwa wanatakiwa wapelekwe kuhojiwa kwenye kamati ya ulinzi ya wilaya. Viongozi hao wakasema basi hawawezi kuongea kitu tena, hivyo ikabidi waondoke. Ili kupata uhakika kama ni kweli mkuu wa wilaya alikuwa na mpango wa kuwakamata, safari ya kutoka katika kijiji cha Lang'ata Bora ikaishia ofisini kwa mkuu wa wilaya, ambapo waandishi walipofika mapokezi siku hiyo ya Jumatano saa 10 jioni walielezwa kuwa kama hawana appointment na mkuu huyo wa wilaya, hana muda wa kusikiliza mtu yoyote hadi wiki inayofuata siku ya Jumanne. Baada ya kujitambulisha ni waandishi wa habari, katibu wake akasema yupo na kikao cha ulinzi na usalama cha wilaya, ngoja amfikishie taarifa. Baada ya muda akatoka na kuwaambia waandishi wakusanye vitu vyao pamoja na simu zao kwake kisha waingie. Walipohoji ni kwa nini, katibu huyo akasema kwa kuwa wao sio wajumbe wa kamati ya usalama. Ikawa sio tatizo, waandishi wale 4 wakakabidhisha kila kitu na kuingia ndani, ambapo waliwakuta wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya pamoja na mkuu wa wilaya akiwa mbele ya meza akiwatazama wakati wakiingia. Baada ya kuingia na salamu, katibu wake akaingia na kiti kutaka kuongeza ili waandishi wakae. Mkuu wa wilaya akawaambia asiwape viti, hao ni watuhumiwa, wakae pale mbele ya upande wa kushoto ili awaone vizuri. Kisha akaanza kuuliza kitu gani kimewaleta hapa? Mwandishi mmoja mtu mzima kidogo akamweleza tumekuja kufuatilia changamoto ya mipaka kwenye tarafa ya Lang'ata Bora, wananchi pamoja na serikali. DC akamkata na kumuuliza nani amewaita? Mwandishi akajibu ni wananchi. Mkuu wa wilaya akauliza wanaitwa wakina nani? Mwandishi mwingine akaingilia kati na kumwambia waliotuita ni sosi ambao kimsingi huwa tunapaswa kuwalinda, hatuwezi kukuambia ni kina nani, ila walipiga simu kwenye ofisi zetu ndio maana tumekuja. Mkuu wa wilaya akauliza swali lingine, mnaingiaje kwenye mji wa watu bila kutoa taarifa? Taratibu za kazi zenu zinasemaje? Mwandishi mwingine kati ya wale watatu akajibu, tunafanya kazi zetu kwa mujibu wa haki za kimataifa zinazoeleza kila mtu ana haki ya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na huduma za habari. Akauliza kwa nini hamjatoa taarifa ofisini kwangu mlivyofika Mwanga? Mwandishi akamjibu, sio wajibu wetu kufika kwenye ofisi yako kwa kuwa hatukuja kufanya kazi ya kiserikali. Baada ya kwenda kuwasikiliza wananchi, kama ofisi yako ingelalamikiwa ingetupasa kuja kwako kukueleza kuhusu malalamiko hayo, ndio uyatole ufafanuzi kama hapa tulivyokuja. Akauliza sasa kama ni hivyo, hapa mmekuja kufanya nini ikiwa sio lazima kuja kwangu? Mwandishi mwingine kijana akamjibu, tupo hapa kwa mambo mawili. La kwanza ni kutaka kufahamu ni kwa nini ulitoa onyo la sisi kutokwenda kuzungumza na wananchi na wasitupe ushirikiano na umeagiza polisi watukamate. La pili, tumejiridhisha kweli kuna mgogoro. Je, ofisi yako imechukua hatua gani ya kutatua? Mkuu wa wilaya kwa wepesi alinyanyua kichwa chake na kusema, migogoro ipo mingi tu kwenye nchi hii, hata huko kwenu mnapotoka kuna hiyo migogoro. Kwa nini mji haraka tu huku Mwanga? Tunajua mkija kwa spidi hii huwa hamna jema, mnakuja kuripoti umbea tu. Hapa Mwanga sio sehemu ya umbea. Nendeni mkaseme migogoro ipo, na huo mlioelezwa ni mojawapo tunaoshughulikia. Haujatushinda, na msije mkatuzushia mambo mengine, maana nyie hamkawii. Mwandishi akamjibu kwa kumwambia sisi sio waandishi wa namna hiyo, na ndio maana tulipopata taarifa una mpango wa kutukamata tumekuja wenyewe hapa, na kingine mkuu wa mkoa ana taarifa tupo hapa. Kabla ya kumpigia tulikupigia wewe, lakini haukupokea simu, tukamjulisha kwamba tupo Mwanga na kuna changamoto ya mgogoro unaofuatilia. Kabla hajamaliza mkuu wa wilaya akamkatiza na kumwambia, hebu huko, hapa ni Mwanga sio Kilimanjaro, kwa hiyo mlinishitaki kwa mkuu wa mkoa, sasa rudini mwambieni hapa ni Mwanga sio Kilimanjaro. Mwandishi mwingine akamwambia mkuu wa wilaya kumtafuta mkuu wa mkoa ilikuwa ni kumpa taarifa, ikiwa tutakukosa wewe basi tutapita ofisini kwake wakati wa kurudi ili atolee ufafanuzi swala hili la mgogoro, na kwa kuwa tumekukuta na umekiri unaofahamu, basi tunakuomba tuchukue vifaa vyetu, kamera, ili utolee ufafanuzi swala hilo. Mkuu wa wilaya akasema, hapa mnaweza mkaenda, mimi siwezi kuongea chochote, tokeni muende. Akanyosha mkono kuelekea mlangoni. Wakati waandishi wakimuomba azungumze, kamanda wa magereza wa wilaya alinyanyua mkono na kusema, afande,
afande, hawa ni wahalifu, naomba uruhusu wakamatwe, tuwaweke rumande hata kidogo. Waandishi wakajibu, kama tuna makosa ni sawa, tuwekeni, lakini baada ya kutoka, kama hatutakuwa na makosa, mtatulipa gharama za huo usumbufu. Baada ya kujibu hivyo, ndani kukawa kimya. Akaamka katibu tawala kwa upole na ustaarabu, akawaomba waandishi watoke nje na waondoke. Baada ya waandishi kuondoka kwenye kijiji cha Lang'atabora, mkuu wa wilaya alituma askari wakiwa na defender na kufanya msako kwamba ni nani aliyewaita waandishi wa habari. Hadi tunatoa taarifa hii, wapo wananchi walioitwa kuripoti kituo cha polisi, kama hapa wanavyoongea kwa njia ya simu wakiwa na hofu. Jana maana nasikia sasa nimepigiwa simu hapa OCD ananihitaji. Mimi nadhani sasa, sijajua kwamba mliowahoji na kilichotokea wanataka kunihoji nini, lakini wanaamini kwamba mimi ndiye niliyeita waandishi wa habari. Hapa kosa langu ni nini kisheria? Kwanza unielekeze. Je, kumuita mwandishi wa habari kwa ajili ya kupaza sauti za wananchi ni kosa la kisheria? Na wananchi hawa wanaitwa kituo cha polisi kuhojiwa kwa kosa gani? Na je, lengo la mkuu wa wilaya anataka kuficha nini? Kwa sababu lengo pia la serikali ni kuhakikisha kwamba sauti za wananchi zinasikika, ili hata mamlaka za juu zaidi ziweze kusikia na kuingilia kati na kutatua migogoro na amani iendelee kuwepo katika maeneo husika. Hata hivyo, bado tumeendelea kumtafuta mkuu wa wilaya ya Mwanga kwa njia ya simu, na simu yake imekuwa ikiita bila kupokelewa, ili kutaka kufahamu, je, ni makosa waandishi wa habari kutaka kuzungumza na wananchi juu ya kuwasilisha kero zao ziwasilishwe sehemu zinazohusika, ili serikali iweze kufanyia kazi